Huenda ukawa umekutana na video mbalimbali ambazo ni za wafu kufanyiwa mambo ya kushangaza wakati wa mazishi yao na kujiuliza hawa watu hufanya kwa nia gani, maana si jambo la kawaida kabisa. Naam, tamaduni hizi hupatikana katika taifa la Ghana ambako makabila mbalimbali huchukulia kifo si mwisho wa maisha bali ni mwanzo wa heshima ya kipekee kwa marehemu. Ndio maana mazishi yao huwa ni matukio ya hadhara yenye mvuto wa kijamii, kiutamaduni na hata kiroho. Katika jamii ya watu wa Ghana ni kawaida kwa mwili wa marehemu kuwekwa wazi, si kwa sababu ya kushangaza watu bali kwa sababu ya heshima. Watu hupata nafasi ya kumuona marehemu kwa mara ya mwisho, kumuaga kwa nyimbo, vilio na hata ngoma. Hii ni ishara ya mapenzi, heshima na hadhi, hasa kwa wale waliokuwa mashuhuri au wazee wa jamii. Kulingana na mila na tamaduni za watu wa Ghana, marehemu hafai kufichwa. Jamii huamini kuwa aliishi maisha hadharani na hivyo basi anapaswa kuagwa hadharani, na ni njia mojawapo ya kuonyesha kuwa hakuna hila katika kifo cha marehemu na kwamba anaondoka kwa heshima. Katika baadhi ya mazishi yao, jeneza hupambwa kwa ustadi wa hali ya juu. Wengine huwekwa kwenye majeneza yenye umbo la vitu walivyovipenda maishani kama gari, pikipiki, au kama alikuwa mtu wa sherehe basi atafanyiwa wakati wa mazishi yake. Yote ni kwa ajili ya kuonyesha maisha yao yalivyokuwa wakati walipokuwa hai. Kwa watu wa Ghana, mazishi si ya familia peke yake, huwa ni ya jamii ambapo mamia na maelfu ya watu huhudhuria, na mwili huwekwa kwenye hema au chumba cha wazi au hata kwenye sanduku la kioo, na watu hupita mmoja baada ya mwingine wakitoa heshima zao za mwisho. Wengi huamini kuwa roho ya marehemu hutazama mazishi yake. Ikiwa ataheshimiwa vizuri, basi atapata amani akiwa ahera na familia yake itapata baraka. Wenyewe huamini kuwa mazishi bora ni zawadi ya mwisho kwa marehemu. Je, mila hizi ni sawa kuzifuata au ni sahihi kwa jamii zingine za Afrika kuziiga ili kuleta heshima kwa marehemu? Mimi ni Kasim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.